Karibu katika episode ya 5 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 4, basi hakikisha unagusa tu pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Mwamba Kim Shin aka Goblin siku ya leo alikuwa akihangaika katika mitaa kumtafuta ni wapi bidada Yeontak alipoelekea, kwa sababu amekwisha kuonya kwamba atakuwa akipitia majanga mengi siku za hivi karibuni. Lakini kweli ni kwamba mara baada ya yule malaika wa kifo Grim Reaper kuweza kumtaarifu bidada kwamba Mwamba atakufa mara baada tu ya kuweza kuchomolewa upanga, basi bidada akakusanya kila kitu chake na kuweza kuondoka mbali kabisa na eneo hili. Na Mwamba akaanza kuunganisha matukio, kisha akapata jibu ya kwamba kama matukio mabaya yatazidi kumwandama bidada, basi lazima atakuwa yuko katika hatari wakati huu. Wakati huu bidada Yeontak akiwa katika eneo ambalo lina baridi sana, akaanza kujikatia tamaa na kujua kwamba anakwenda kufa hivi karibuni. Moja kwa moja akaita jina kwamba Kimshi, naomba unisaidie. Sasa Mwamba alivyoweza kuitwa na bidada kwa sababu ana muunganiko karibu sana kwa nafsi zao, mwisho wa siku Mwamba akawa amesikia ni wapi bidada hiyo sauti ilikuwa inatokea. Moja kwa moja akatimba katika maeneo hayo na kumchukua bidada kisha akampeleka maeneo ya hospitalini. Alipoweza kuamka tu madaktari wakawa wanamuuliza ni wapi ambapo angependa zaidi kwenda kutembelea. Bidada Yeontak akasema kwamba angependa sana kutembelea treni za juu zinazotembea katika waya. Lakini bidada akiwa katika hicho kitreni, mwisho wa siku akawa amewasha mshumaa na kuweza kuzima, lakini kwa bahati mbaya siku leo Mwamba Kim Shin hakuweza kabisa kutokea. Bidada mara ghafla sura yake ikaanza kujawa na huzuni, akaanza kupoteza matumaini, lakini kwa mbali sana tabasamu likaanza kujitokeza kwa sababu aliweza kumuona Mwamba Kim Shin akiwa yuko jirani kabisa karibu na eneo la mlango. Akamwambia Mwamba, nilijua hautoweza kutokea, lakini jamaa akamwambia kuwa nitakuwepo kila sehemu utakayokuwepo, kila wakati utakaokuwa unanihitaji. Baada ya hapo bidada alielekea katika sehemu moja pweke sana na kisha akawa anatazama barafu, lakini Mwamba akaja kwa nyuma yake na kuweza kumstili asiweze kutetemeshwa na barafu hiyo kali. Mwisho wa siku bana akawa ameondoka pale na kuelekea katika eneo la mgahawa. Lakini wakiwa wameingia ndani ya huo mgahawa, kwa bahati mbaya sana au nzuri, wakaanza kutana na yule malaika mtoa roho akiwa na bidada San. Sasa kumbuka kwamba bidada San huwa anafanana sana na yule bidada San ambaye alikuwa dada yake na Mwamba Kim Shin. Na malaika mtoa roho hakuwa mchoyo kabisa, akawa amemtambulisha bidada kwa kusema kwamba huyu anafahamika kama Kim San. Lakini bidada Kim San akawa amemuita Mwamba nje na kumwambia kuwa kwani umewatambulisha watu wale jina langu bana, ni kwa nini umeweza kuambia? Mwamba akasema nisamee, basi naomba niondoke hapa. Akawa anaondoka katika ile eneo, bidada akawa amemshika mkono, lakini wakati huo bidada ameweza kumshika mkono, Mwamba akashangaa kuona kuwa anaona matukio ya zamani ya bidada na akaanza kugundua kwamba huyu mdada alikupoki katika ufalme fulani na akauliwa. Mwamba Grim Reaper akiwa amekaa peke yake hapa nyumbani akaanza kukumbuka kwamba ni kwa nini kwa mara ya kwanza alipoweza kumuona bidada akajikuta anatokwa na machozi, na siku leo alipoweza kumshika ameshangaa kuona kwamba anaona matukio ya bidada ya zamani sana katika ufalme. Lakini alipokwenda kufananisha picha ya bidada Kim San na yule bidada Kim San dada yake na Mwamba Kim Shin yule wa zamani, akaja kugundua hawa wanafanana kila kitu. Sasa akaanza kujiuliza ni kwa nini mimi nina uhusiano na huyu bidada. Ikabidi kumfuata bidada na kumwambia kwamba naomba unishike mkono wako ili niweze kuona kitu fulani. Bidada akabaki anashangaa, yani unishike mkono wangu ili uweze kuona kitu fulani? Kitu gani hicho ndio unataka kukiona? Bidada akamwambia Mwamba, ni kwa nini kila wakati unapenda kufanya mambo ya ajabu ajabu alafu hujai kuniambia kabisa jina lako? Hebu niambie jina lako wewe ni nani? Lakini Mwamba akawa amekaa tu kimya, akasema kuanzia leo tusitafutane na sitaji kabisa uwe jirani yangu. Kisha bidada akataka kuondoka. Mwamba Grim Reaper aliporudi nyumbani akaanza kumwambia huyu Mwamba Goblin kwamba nimeweza kumuona bidada San, maisha yake yanafanana sana na yule bidada ambaye ulisemaga kuwa ni dada yako wa zamani. Sasa hii kitu sijui imekaaje. Mwamba Goblin akasema bana, hebu acha mazungumzo yako ya kijinga jinga hayo bana, watu wanafananaga ni kawaida. Lakini huyu Mwamba Grim Reaper akasema kwamba niliweza kumuona maisha yake ya zamani kwamba alikuwa amevaa mavazi ya kimalikia tena yenye kupendeza sana, lakini mwisho wa siku alikuwa amepigwa na kitu kama mshale hivi. Mwamba Goblin akasema kwamba na kingine kipi ambacho ulikuwa umekiona? Jamaa akasema kwamba niliweza kumuona akiwa amepanda katika kigali fulani bicha ufalme, nikaongea naye na bidada alikuwa ameongea kwa sauti na mimi ya upole sana. Mwamba alipoyasikia maneno haya moja kwa moja akasadiki kwamba huyu mtu ambaye Mwamba alikuwa amemuona basi ndio huyo dada yake ambaye wakati mwingi sana alikuwa amepotezana naye katika ufalme miaka 900 iliyopita. Mwamba akaondoka moja kwa moja akamfuata bidada kisha akamkumbatia na kuanza kumuita majina yake. Sasa bidada sana akaanza kushangaa, huyu bana ananihitaji mimi afa ananikumbatia hivyo jamani, wewe kaka vipi? Mwamba Grim Reaper akaja akamtoa Mwamba kisha akamwambia bidada kwamba huyu jamaa katika maisha aliyopita aliwahi kuwa ni kaka yako, lakini sasa hivi una maisha ya kawaida lakini yana kukumbuka vizuri. Bidada akabaki anashangaa, maisha aliyopita? Mbona mimi nizaliwa peke yangu tu? Bidada akaona kwamba labda huenda Mwamba Grim Reaper kwa sababu siku ya jana alimtibua na kusema kwamba hataki kabisa mahusiano naye, basi ndio maana Mwamba ameamua kutumia kiki ili lengo aweze kumsogeza jirani, akawa amewatoa nje. Lakini baadaye Mwamba akarudi tena na kumuonesha vitu vya zamani sana alivyokuwa akivipenda dada yake. Sasa bidada Kim San akabaki anashangaa na kusema kwamba mbona mimi sifagili kabisa mambo hayo, analetea kodi fulani hivi za kishamba sana ujue mzee. Lakini jamaa akawa anamkumbusha bidada na kumwambia kwamba mimi nikoaga ni mwanajeshi ambaye sipigiki hata siku moja. Anasema nilizidi kuheshimika katika ufalme na mfalme wa kwanza alikuwa amekufa, lakini mfalme mpya aliingia madarakani wakati huo alikuwa ni mtoto sana, hivyo akawa analelewa na mmoja kati ya wasaliti wakubwa sana wa ufalme. Siku moja mfalme mpya alipoweza kukabidhiwa madaraka, moja kwa moja alianza tu kumchukia jamaa, na yote ilikuwa ni kwa shinikizo la yule msaliti wa ufalme. Mwisho wa siku akaandaa mpango wa kuweza kumuua Mwamba Kim Shin akiwa anamhofia kwamba kwa sababu ni jenerali wa jeshi ambaye hapigiki kabisa, iko siku atakuja kumpindua. Basi akawa amemshawishi dada yake kwamba kama anataka kuendelea kuishi katika ufalme kama malikia, basi anatakiwa kukubali
asikubali kaka yake aweze kuuliwa. Lakini bidada akabaki anashangaa kwamba yani umuue kaka yangu ili mimi niendelee kuwa malkia katika ufalme, siko tayari katika hilo. Na mwisho wa siku mfalme akaamua kukuua kwa sababu ulichagua kuwa katika upande wangu. Bidada alipoyasikia yote hayo akajisikia maumivu makali sana ndani ya moyo wake, na mwisho wa siku akaondoka katika eneo lile na kwenda kujilaza katika eneo fulani hivi la baa. Haelewi ni kwa nini ameweza kujisikia yale maumivu. Baadaye mwamba Grim Reaper akaamua kuchimba katika maeneo ya baa fulani hivi ambapo bidada anapenda sana kwenda. La siku ya leo alitaka kwenda kurudisha ile pete ambayo bidada alikuwa akipenda, lakini ghafla tu akawa amesikia kwamba bidada alikuwa anakuja, ikabidi kuvaa kofia yake, na mara nyingi akivaa tu kofia yake huwa haonekani. Lakini wakati huu bidada ameingia ndani ya kichumba, akaanza kushtukia kwamba kuna mazingira tofauti kidogo hapa ndani, na kama kuna mtu hivi. Basi akachukua maua yake na kuanza kuyarusha hivi juu. Mwisho siku akawa amepiga ile kofia ya mwamba. Tukijua bidada kimsuni aliambiwa kitu gani ili mwamba aweze kumwamini, lakini ukweli ni kwamba nyakati za jioni mwamba aliporudi tu nyumbani, yule Grim Reaper alimpelekea mwamba barua nyingine akimwambia kwamba bidada Euntak anatakiwa kufa. Mwamba Kimshin kila anapoambiwa maneno haya anamkumbuka yule malaika aliyekuwa amemwambia kwamba bidada atapitia majanga mara nyingi tu. Na baada ya malaika mtoa roho kumfikishia mwamba barua nyingi sana za kumtaka bidada aweze kufa, siku ya leo mwamba akaamua kumkalisha bidada Euntak na kumweleza ukweli wa kila kitu. Lakini bidada Euntak alisema kwamba ataendelea kuishi na ataishi tu kwa sababu mwamba bado anaishi. Na siku ya leo bidada Euntak akiwa katika matembezi yake taratibu mitaani alikuwa ameambatana na mizimu, na hii mizimu mojawapo ukawa anamwambia kwamba mtu wangu aliweza kuniua, mtu ambaye nilimpenda sana. Alinisukuma kutokea juu kabisa kwenye ghorofa nikatua chini, na kisha nikawa nimepoteza maisha mpaka nikabadilika kuwa mzimu. Namchukia sana yule jamaa, nahitaji ukanifikishie ujumbe wangu. Na kweli kabisa bidada Euntak akamfuata mwamba na kumwambia kwamba mke wako alikuwa anajua kila kitu, kwamba wewe ndio uliweza kumsukumiza katika ghorofa mpaka kaanguka chini na mpaka kaza kufa, lakini hiyo na kuahidi utasue kwa gerezani. Mwamba akawa anaangalia kushoto na kulia, lengo lake ni moja tu, aweze kumsukuma pia na bidada aweze kuanguka hapa chini kwa sababu anaujua ukweli wake. Lakini bidada Euntak akawasha kiberiti chake na kukizima, na hii ikawa ni ishara ya kwamba alikuwa amemuita mwamba Kimshin. Kimshin akafika na upanga wake na kumkata mwamba katika eneo fulani bila ubapa, na kisha jamaa simu ikapigwa polisi akaenda kukamatwa. Basi bana bidada leo akiwa anatembea tembea hivi katika mitaa akakutana na mzee mmoja hivi wa zamani kweli, na huyu mzee hakuweza kumtambua, lakini huyu ndio mzee Joe, yule aliyekuwa amemlea mfalme wa zamani sana na kumfundisha roho ya ukatili mpaka mwamba Kimshin akaweza kuuliwa. Mwamba hakutaka kabisa kulemba, kisha akasema kwamba mimi namjua mtu aliyekuwa amemuua mwamba Kimshin kwa kuweza kumchoma na ule upanga. Mtu alikuwa ameamuru amri hiyo ni mfalme, na mfalme huyo bana ni mwamba Grim Reaper ambaye mnaishi naye nyumba moja. Nao upande wa bidada Euntak hakutaka kabisa kupasha viporo, moja kwa moja akamfuata mwamba huyu Grim Reaper na kumwambia kwamba inaonekana wewe ulikuepogi katika maisha ya zamani sana ya mwamba Kimshin. Hasa sikiliza vizuri jibu la mwamba Grim Reaper. Yeye alisema kwamba kama nilikuwepo katika maisha ya zamani ya mwamba Kimshin, basi bila shaka nilikuwaga ni adui wake wa karibu, na huenda nafasi yangu ilikuwa ni ya mwamba mmoja anayefahamika kama Joe, mtu ambaye nilimshawishi mfalme aweze kumuua mwamba, au mimi ndio nilikuwa huyo mfalme ambaye niliweza kumuua mwamba. Katika namna yoyote ile naamini mimi nilikuwaga ni adui katika maisha yake. Bidada alitamani sana kumwambia huyu mwamba kwamba wewe bana ndio ulikuwaga mfalme na ndio uliweza kutoa amri ya mwamba aweze kuuawa, lakini mwisho wa siku bidada akawa ameelisha tu. Sasa siku ya leo bidada Sani yule mdogo wa mwamba Kimshin moja kwa moja alikuwa amemfuata huyu malaika mtoa roho na kumwambia kwamba nahitaji unipige kisi ili uweze kuamsha kumbukumbu zangu, niweze kugundua ni wapi nilikotokea. Kitendo hicho hakiruhusiwi kabisa kwa malaika mtoa roho kuweza kukifanya, lakini hakuna namna yote, ikabidi kumpiga bidada kisi na akaanza kuyaona matukio ya zamani. Lakini baada ya hayo yote bidada alikuwa anaweza kuyaona, alikuja kugundua kwamba hata sura ya mfalme kumbe ni sura ya huyu malaika mtoa roho. Akajikuta tu ameanza kutokwa na machozi. Mwamba Grim Reaper akiwa na mashaka sana akamuuliza bidada, je, nilikuwepo katika kumbukumbu za maisha ya zamani? Bidada akawa anashangaa tu, lakini mwisho wa siku mwamba akawa amegundua kabisa kwamba yeye ndio alikuwa sababu ya jamaa kuweza kuuliwa. Hii kitu ikawa inamuumiza sana kwa sababu anampenda sana bidada na anashangaa kwa nini ameweza kuyafanya hayo yote kipindi cha maisha ya zamani. Sasa huyu Grim Reaper kwa sababu ana uwezo wa kufuta kumbukumbu za mtu, basi akawa amemfuta kabisa bidada kumbukumbu zake zote za huzuni, na mwisho wa siku akasema kwamba naomba unisahau. Kipindi malaika mtoa roho tu alipoweza kuondoka, bidada akajishika kifua chake na akalia sana. Kesho yake mwamba Kimshin kama kawaida akatimba katika mgahawa ambao dada yake anafanyia. Dada yake alipoweza kumuona tu kaka yake akasema kwamba nimeweza kukumbuka kila kitu na najua kwamba wewe ni kakaangu na unisamehe sana kwa maamuzi yangu ya kuweza kujiua kwa ajili yako. Basi mwamba Kimshin moja kwa moja ikabidi kuweza kumkumbatia bidada na alifurahi kweli siku hiyo. Wakati anapanda katika gari, basi moja kwa moja alikuwa na bidada Euntak leo na kumwambia kwamba nina furaha kwa sababu nimeweza kukutana na dada yangu. Lakini bidada Euntak akamuuliza mwamba amewezaje kukumbuka kumbukumbu zote za zamani? Hapo mwamba ndo akabaki anashangaa na yeye, inawezekanaje mdogo wangu ameweza kukumbuka? Sasa kile kimzimu cha yule mzee Joe kiliendelea kulandana katika mitaa, lakini mwisho wa siku kikawa kimekutana na mwamba Kimshin na moja kwa moja akaanza kukishambulia sana, lakini mwisho wa siku akajikuta kwamba hawezi kabisa kumshambulia
kumshambulia huyu mwamba. Jamaa akasema mimi sina vita na wewe, mimi nikuja tu kukuletea ujumbe kwamba malaika mtoa roho ndio Mfalme Wang aliweza kumuaga mdogo wako na kukua na wewe zamani. Kitu mwamba Kimshin kamkumbusha mbali sana. Akaanza kukumbuka zile siku ambazo aliweza kumshuhudia huyu malaika mtoa roho, alipoiona tu picha dada yake akajikuta anaanza kulia, ndio akagundua kumbe bana yeye. Wanakwambia tukutane katika episodi ya 6 ya tamthilia yetu nzuri sana, itakwenda kutupa majibu. Lakini kwa wote ambao mnaipenda tamthilia hii na mnatamani kuipata ile iliyoweza kutafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, basi ni vyema ukaja inbox na ukajipatia kazi hii kwa shilingi 2000 tu kamili, unaipata mwanzo mpaka mwisho. Okay, hakikisha kwamba unagusa alama ya kulike kadri unavyoweza ili tuweze kukutana katika episodi inayofuata mara baada ya hii. Okay, ciao.